Katika hatua inayozua matumaini mapya ndani ya tasnia ya elimu ya juu nchini, Daktari Moses Mwanje sasa ni rasmi ameingia kwenye meza ya maamuzi katika chuo kikuu cha Kaimosi baada ya jina lake kuibuka kwenye gazeti rasmi la serikali lililochapishwa 28 Novemba na Waziri wa Elimu Daktari Julius Migos Ogamba. Majina mengine yaliyopendekezwa ni pamoja na David Sigano, Rose Chepkoech Langat, Daktari Thaddeus Gondi na Yusuf Mohamed Kala yakipata baraka za serikali kujiunga na baraza hilo la usimamizi. Daktari Moses Mwanje si jina la jana wala la juzi, ni kiongozi aliyeacha alama nzito katika kaunti ya Busia kama waziri wa kilimo, sekta aliyoinua kutoka changamoto hadi mafanikio yanayoonekana kwa macho. Kupitia mikakati thabiti, wakulima walipata mbegu bora, elimu ya kilimo, biashara na masoko yenye ushindani, hatua zilizoongeza kipato na kutia tabasamu mashambani. Nje ya siasa na ofisi za serikali, Daktari Moses Mwanje ni mwanajamii anayeguza maisha. Amewekeza nguvu kwenye elimu kupitia ufadhili, ushauri na saha na miradi ya kutia hamasa kwa vijana. Safari yake ya kuhamasisha wanafunzi haijabaki ndani ya mipaka ya Kenya pekee. Nchi kama Ethiopia kupitia chuo kikuu cha Addis Ababa zimeonja ukarimu na uweledi wake. Kwa sasa macho yote yanaelekezwa Kaimosi, chuo chipukizi kwa historia na heshima katika mafunzo ya kilimo, sayansi na utafiti. Kuibuka kwa Daktari Moses Mwanje kunatazamwa kama nguvu mpya, dira mpya na mwanga mpya katika safari ya kuboresha mazingira ya masomo, uongozi bora na ubunifu unaoendana na karne ya 21. Wadau wa elimu wanatamka bila kutetemeka. Uteuzi huu ni ushindi kwa elimu na msaada kwa mustakabali wa vijana nchini. Philip Olingo kwenye chuo kikuu cha Kaimosi ndani ya runinga ya Siku Njema.